This is NTV. Hawayuni, mtazamaji wangu, mambo vipi? Karibu sana kwenye meza yetu ya NTV Mashinani. Kila siku ikigonga denashara unusu saa za Afrika Mashariki, ni mida ya kukaa kitako uniagize sikio na jicho kwenye NTV Mashinani. Jioni ya leo natumai hujafika peke yako. Hakikisha wiki hii unafika na +1. Alafu kila siku +1 wangu ni wewe. Hivyo basi makinika, alafu fika pale Mashinani ya online. Uniambie unajiunga nasi kutoka wapi na unapokelea vipi NTV Mashinani wiki hii ya kwanza ya mwezi mpya wa Aprili mwaka 2025. Kwanza kabisa ni kueleze nimekuandalia nini jioni hii. Vijana wakosoa chumba kwenye kijiji kimoja eneo la Nandi Hills. Kiini hakuna mitandao ya mawasiliano ya simu. Je, maisha yako vipi kwa wale ambao wanaoa wanawake zaidi ya moja kule Pokot Magharibi? Zaidi ya familia 14 zimeachwa bila makao kwenye kaunti ya Nakuru eneo la Molo. Wakulima wa viazi waungana kusema kuna mbegu feki kaunti ya Kiambu. Mtazamaji wangu, kabla yetu ya mashinani tupate ya kitaifa. Na kwa siku ya tatu, Rais William Ruto amekita kambi katika eneo la Mlima Kenya leo, akianza safari yake kwenye kaunti ya Meru na baadaye akafika kwenye kaunti ya Kirinyaga. Wakenya wamejitokeza kweli kweli kumsikiliza rais. Hatimaye aliyekuwa waziri wa huduma za umma Justin Muturi amezungumzia swala lake la kung'atuliwa mamlakani baada ya Rais William Ruto kusema kuwa alijiondoa mwenyewe. Mchakato wa usajili wa makamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC unaendelea leo, ambapo wagombea 6 wameorodheshwa kuhojiwa. Chama cha ODM cha kosoa matamshi ya viongozi wa upinzani wakiongozwa na Kalonzo Musyoka kwa kutaka kuwa ama kwa kusema kuwa uwakilishi zaidi kwenye jopo la kuwateua makamishna wa IEBC. Mtazamaji wangu, karibu mashinani. Je, wajua kwamba kuna kijiji kimoja kitulivu katika eneo la Nandi Hills ambacho hakina mitandao ya mawasiliano ya simu? Sasa hali hiyo imeathiri shughuli nyingi za vijana, baadhi yao wamekosa kuoa na kuolewa. Kijiji tulivu bila starehe cha Chebarus kwenye mpaka wa Tinderet na Nandi Hills kina mandhari safi ya kuvutia ya mabonde na milima, lakini kizazi cha sasa kinachotegemea pakubwa mitandao kimesalia nyuma kimaendeleo kwa kuwa na safari zaidi ya kilomita 3 ili kuwasiliana na vile kufanya biashara zao wakitumia simu. Simulizi hii imeandaliwa na Ken Rob Sigei. Ukitembea karibu Fichichi unapata most vijana wajaoa, wengine wajaoleka. Shida ni hii network, kutafutana kwa simu, mawasiliano hakuna. Hata vijana siku hizi kibile wanataka kuoa, kupata mawasiliano na wenzao ni ngumu kuoa, kwa maana hana network mzuri ya kuwasiliana naye. Hiyo ndio maombi. It's very poor. Hata ukitaka kutumia uwezi ingia hata Facebook. Hiki vijana wako wengi. Naona watu wako wamesoma, lakini kazi yao saa hii wakipata hata pombe wanakunywa, wakipata sigara wanafuta, pangi wanakunywa. Cause wako idol. Ndio tunataka tutoe hiyo idlers kwa kazi. Tukipata networking, ukue active kwa simu, ufanye kazi. Hapo ndio mambo ya idol itaisha. Unaweza kuwa umeitiwa hata kachop, lakini hakuna, unastukia tu hiyo chop imeenda cause au kupata haraka, ama unaweza pata too late. Kama si vijana mtusaidie, ndio at least tupate kazi kwa network. Unatupata hadi uwezi piga simu usiku
hata emergency, kitu kama emergency kitokea hivi, mtu inabidi unatoka nje, unaenda unapiga simu. Tuko na mbegu za kama ya kahawa tumetuta hapo hivi, lakini sasa tunakosa watu wa kuuzia. Jo, hivi kama tungekuwa na network, we could do it online, tunapost, at least watu wanaona, wanapendekezwa nazo, lakini sasa hakuna network, ndio inatusumbua sana. Mtazamaji wangu, toa maoni yako kuhusu hao wa Chebarus wanakosa nini pindi wanapokwama mitandaoni. Tusonge mbele na wakulima wa viazi kutoka kaunti tofauti wamelalamikia kuwepo kwa mbegu bandia kwenye maduka. Wakulima wamekutana Tigoni Limuru kwenye kaunti ya Kiambu katika maonyesho ya ukulima wa viazi na mbegu ambazo zinastahili. Wakulima wamesema mbegu gushi zinachangia kupata mavuno duni na vilevile hasara kubwa. Leo tuko katika maonyesho ya ukulima wa viazi. Tuweze kuongea na wakulima hawa ili watueleze ni yapi wamesoma na ni yapi wangependa serikali iweze kufanya. Hizi mbegu za bandia zilipatikana kulingana na mtu anakuja anakuwa blog anasema yeye ni muuzaji wa mbegu ya viazi. Hizi mbegu zilitusumbua kwa sababu asikuwa za maana, kwa sababu zilikuwa ukitoa mazao unapata mazao ni chini. Instead upate kitu kama sacks kama 100, unakuja unapata mazao imekatalia 56 sacks, hata zingine nakuja up to 40. Na umetumia fertilizer, umetumia chemicals, umetumia kila kitu ukilima shamba yako. Nimetoka Meru lakini nafanya ukulima wa viazi Nakuru County. Changamoto ingine ni kukosa quality inputs, kukosa pesa ya kununua quality inputs ndio waweze kuweka kwa inputs kwa shamba zao. Changamoto ingine ni kwa kulima kurudia hiyo mbegu, nimesema certified seed. Kuongea na wanaosimamia taasisi hii ili watueleze umuhimu wa mbegu ambazo zinafaa. Kwa wakati unakuta mbegu ile ambayo inafaa ile standard ama certified seed haiko kwa wingi, na hivi ndio tunaalika watu wengi waje tuungane na wao tuzalishe mbegu. Matumaini ya wakulima hawa ni kuwa watapata mbegu ambazo zinafaa ili kuvuna zaidi. Nikiripotia runinga ya NTV kutoka Tigoni, Kiambu, jina ni Abraham Gadesha. Mtazamaji wangu, tuondoke Kiambu tufike sasa kwenye kaunti ya Pokot Magharibi ambako swala la wanaume kuoa wake wengi na wao kuishi kwa amani limeendelezwa kwenye tamaduni ya baadhi ya jamii eneo hilo. Oscar Kakai wa Masega ametuandalia taarifa hii ambapo swala hili limeendelea kuwavutia watu kutoka maeneo tofauti, jinsi tamaduni hii ya miaka ya awali imeendelea kuungwa mkono na haswa wanawake wa eneo hilo. Tazama. Sio jambo la kawaida kuona mwanaume akiwa na wanawake wawili ama watatu ambao wanaishi pamoja wakishemiana bila wivu. Leo hii NTV Mashinani imeweza kutembelea kijiji cha Mashinani kwenyewe, kijiji cha Songok, ambapo tulipatana na wanaume watatu ambao kila mmoja ako na wanawake watatu. Tuliweza kuzungumza naye mzee Mikale Lekwanyang ambaye anasema kuwa anaishi na wanawake wake watatu bila wasiwasi na hawana wivu. Sasa mimi iko na pipi tatu. Mimi ni amekaa na pipi yangu mali moja. Kuna ngine kukataa mwingine. Sasa iko na mali yake, mbuzi yake mali moja. Na ng'ombe yake yote iko mali moja. Mimi nimeoa na niko na wake tatu, na wa kwanza nilioa mwaka 2000, na wa pili nilioa mwaka 2005, na wa tatu nilioa mwaka 2013. Kwa hivyo tunakaa boma moja na tuko salama namna hiyo. Licha ya watu wengi kukumbatia mila hii ya jadi, wengine wanasema kuwa imepitwa na wakati. Nikiripotia NTV Mashinani kutoka kijiji hiki cha Songok, kaunti ya Pokot Magharibi, jina langu ni Oscar Kakai wa Masega.
Asante sana Oscar Kakai wa Masega. Mitandao ni John Muraithi anasema watching live from Sekuru na Shanga na hawa Pokot. Endelea kuingia pale mtandao ni Rashid Mohamed anasema yuko live kutoka county 001 yani Mombasa. NTV mashinani inabamba. Mtazamaji wangu, pia nawe kando na kuingia pale mitandao ni hiyo simu yako ya smartphone, kila siku nakwambia unaweza ukanipa story yako, ukue mjumbe wangu katika kaunti yako. Chukua simu hiyo alafu record video fupi tu, sema na watu wawili watatu, simama mbele useme Lois mimi ni mtu fulani fulani, unitumia alafu nitakupanga. Nambari ya WhatsApp ndo hiyo, unaiona ndo hiyo hapo, ichukue alafu tuma story, alafu vile vile endelea kutiririka pale mashinani yetu ya online. Nitakuwa narejea na mingi tu na ambayo mnaweza kusema. Kwa sasa tuchukue mapumziko mafupi, lakini utarejea nini nikirejea muda si mrefu? Nitakueleza wenyeji wa Meru wanasema nini baada ya ziara ya Rais Ruto eneo hilo. Family Bank's journey began with a visionary leader, Mr. Titus Muya. They all grew from humble beginnings and then grew to become big international organizations. Family Bank has grown alongside the nation, empowering individuals, businesses and communities. The vision and mission of Family Bank, we believe in positive transformation of people's lives. I've enjoyed their services and they have supported me to grow. Kwa sababu si umesikia ni ya family na si tukaingia ndani tukawa hapo na mpaka wakati huu tuko hapo hatujatoka. Catch Family Bank at 40 documentary on Wednesday 2nd April at 8:40 p.m. only on NTV. We are family. Tufanikishe zaidi. This is NTV. Yajayo katika NTV jioni. One of the candidates who've been shortlisted as a member of the commission is Honorable Musyoka's advisor, and this is fully within the candidate's constitutional right. Uongozi wa ODM watupilia mbali madai ya Kalonzo Musyoka kwamba ina njama ya kuteka uteuzi wa mwenyekiti wa IEBC. President and subordinate to the president, and I am happy in that role. Kwani kiti ya deputy president ni kiti kidogo? Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki ahidi kusalia mwaminifu kwa bosi wake. Ziara ya Ruto Mlima Kenya imeingia siku ya pili. So far we've received 19 casualties who are actually stable. Most of them had head injuries and abdominal injuries. Wanafunzi watatu na kondakta wafa kwenye ajali ya barabarani Kisumu kuelekea Kisii mapema leo. Katika makala ya afya yako leo, tunaangazia ugonjwa wa kisukari kwa watoto. Nivea Black and White Deal, now with 72-hour protection. But what does that mean? 3 sitters in 3 days and no fear of sweat. 120 dances with skin as smooth as the moves. Sweat, stain, and skin protection. Nivea Black and White Deal. Skin is for embracing life. Nivea is for skin. Raila and the Ruto, they have staged a civilian coup against the Constitution of Kenya. We choose to stand on the side of the people of Kenya. Eugene Wamalwa, miss me with that. You don't buy it at all? Not one bit. Ruto alikuja, akasema Raila nisaidie. We are going to deal with the criminals that are hiding into the border through registration, through self-monitoring and see who is around us. President William Ruto's roadside declarations are just becoming a very unhinged way to have conversations, to be a leader. And I'm just saying, miss me with that. Fixing the nation, one conversation at a time on NTV, Nation FM, on YouTube, Facebook, X, TikTok, Instagram. We are live everywhere. We are building a community of fixers. Please join us. It's Eric Latif, Mariam Bishar, and Janet Bogwa.
Mtazamaji wangu, karibu tena, tuendelee kunena kimashinani. Kumbuka siku zote tunasema hii ni yako. Tuelekee kaunti ya Nakuru ambapo familia 14 katika eneo la Kipleft Molo zimekesha nje ni baada ya mkasa wa moto uliozuka usiku wa kuamkia leo. Inadaiwa kuwa familia hizo ziliokolewa na msamaria mwema aliyowafungulia milango, kwani walikuwa wamefungiwa kutoka upande wa nje. Habari hizi tunajuzwa na mwandishi wetu wa Molo, Jimson Ndungu. Zaidi ya familia 14 katika eneo la Kipleft Molo zimekesha nje baada ya mkasa wa moto uliozuka usiku wa leo. Wakati tulitoka nje tulipata moto imeshika nyumba moja, nyumba line moja, nyumba nyingine iko imeshikwa. Tulitoka na maji na mitungi na vitu kadhaa, tukamwaga maji lakini tukuweza kuokoa. Tukashindwa. Nyumba zilichomeka zote, waliunguliwa na kila kitu, hawana pa kuenda, hawana cha kufanya, wako hivyo. Walikuwa wamefungiwa kwa nyumba. Walipoenda kuitwa, nyumba zimefungwa na nje. Mwenye alikuwa karibu aliwafungulia milango. Wakati wamefunguliwa milango, mtu alikuwa amechanganyikiwa, hakuna kitu mtu angeweza kufanya isipokuwa kuchukua watoto, na kama serikali kama ingeshikana vizuri na mbunge wa Molo wakuje wachunguze ni nini, kwa sababu ni kitu ambacho sio accident, ni mtu alikuwa na nia na alikuwa anajua kitu anafanya. Kwa sababu watu kufungiwa nyumba zote zikiwa zimefungwa na nje, iwezi kuwa ni mtu alikuwa labda tini umseme ni mshumaa ama ni stima, hapana. Watu walikuwa wamelala na wako wanajisikia na moto imewaka kabisa. Kuwaita wote wamefungiwa na nje tena. Mimi mwenyewe na mwenye tulikuwa na yeye tukawafungulia. Badala tuokoe vitu tuliokoa watu wasikufe na watoto bado wako. Tulipokea habari around saa 6 saa 7 usiku, nyumba zikichomeka. Tukaweza kuita gari ya zimamoto kutoka pale kaunti na tukaita TIMSA. Tukapigia watu wa stima wakazima stima, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu hakuna moyo ilijeruhiwa, hakuna mtu alijeruhiwa na moto. Nikiripotia NTV mashinani kutoka Moro, kaunti ya Nakuru, jina langu ni Jimson Ndungu. Asante sana Jimson. Sasa baada ya ziara ya Rais William Ruto kwenye eneo la Meru, wenyeji wana mengi sana ya kusema kuhusu ziara hiyo. Sam Wanyoike amekuwa nao siku nzima, tuwasikilize kwa pamoja. Rais William Ruto pamoja na kikosi chake cha Kenya Kwanza wanaendelea kuzuru katika Mlima Kenya. Leo hii wakizuru katika maeneo ya Igembe, Tigania na Imenti. Tutaweza kuzungumza na wakazi wa hapa ili watuambie kilichowafurahisha na kilichowakasirisha katika hotuba yake. Amesema kwa vile ndovu silikula mashamba yetu sana na wengine wameuawa na ndovu, amesema hao watu ni mpaka wawe compensated haraka sana iwezekanavyo. Na ile kitu kimenigusa sana ni hiyo mambo ya maji na stima, maana hiyo ndio vitu muhimu sana kwa hii area yetu. Tunatarajia hizi titles zitaweza kuunlock benefit mingi kwa community ya hii area kutokana na huu mradi na miradi ingine ambayo itakuja. Rais mimi nilikuwa nataka sana agusie mambo na vijana, kwa ajili vijana kazi, manake vijana wengi sisi tumesoma lakini kazi hatuna. Kwa hiyo mimi nilitarajia sana rais wetu akuye akiangazia mambo ya kazi, vipi ataajiri vijana, vipi vijana wataweza kupata kazi, kwa sababu vijana tumekuwa tukihangaika for so long. Wale watu zile courses tunafanya unakuta hakuna kazi ambayo unaweza kupata. Na nilikuwa mimi natarajia rais ya kwamba akikuja atazungumzia security kwa urefu zaidi, ndio atimiliki na wale ambao watu wa kuwekeza wengi waweze kukuja hapa kwa ajili ya vile area ambavyo hivi. Kutoka hapa kaunti ya Meru nikiripotia NTV mashinani, langu ni Sam Wanyoike. Asante sana Sam kutoka mashinani ya Meru. Mtazamaji wangu, tuingie hapa mashinani ya Nairobi na wakazi wa mtaa wa Viwandani hapa Nairobi, kama nilivyosema, wanalalamikia jala taka linaloathiri afya na shughuli zao wanasema za kila siku. Kwa ushirikiano na shirika la Peace League Africa, wakazi hao wamelalama kuwa taka hizo zimejaa pomoni na zinatoa uvundo unaoathiri makazi yao. Wakati huo alichukua fursa ya kumpongeza afisa wa mazingira kaunti ya Nairobi Geoffrey Mosiria kwa kuwa mstari wa mbele kukabiliana na utupaji taka kiholela. Wameirai serikali kuu kumpiga jeki Mosiria na kupitisha sheria kali za kudhibiti taka.
Hapa kuna waizi wengi sana kwa hii dump site. Kuna mtu ameuliwa hapa juzi. Hapa Msomali ameuliwa hapa, na wiki mbili pia kuna mtoto pia aliuliwa hapa. Ni wale wakora wako pale. Sasa wakikimbia, wanakimbia kwa dump site na hakuna mtu anaweza kwenda pale. Tunaomba serikali itusaidie kuondoa ile dump site, sababu ni illegal dump site, ili tuishi maisha mema. Watoto wengi hapa wana kansa, waache kuwa na kansa. Watu wengi hapa wanasafa kwa hospitali. Serikali njooni, kuna shule pale karibu 4, alafu kuna kanisa, kuna msikiti, watu wanaumia, kuna police station hapa. Hata mtu akishikwa, wale tunashikwa hapa, wakitoka wanasema wanateseka wakiwa ndani cell. Na tulikuwa tuomba serikali watusaidie kwa sababu watoto wetu wanalazwa hospitali kwa sababu ya takataka zinazotupwa na huku. Watoto wetu kila siku wanalazwa hospitali, wengine wanahaga. Hivyo tulikuwa tuomba serikali wachukue hatua dhidi ya wanaochafua mazingira na pia waweze kutusaidia katika kuimarisha afya yetu. Mtazamaji wangu, tushughulikia mashinani ingine muhimu ya mtoto msichana, na Wizara ya Elimu imetakiwa kushirikiana na sekta ya afya kuhakikisha wanafunzi wa kike shuleni wanapata sodo kwa wakati ili kusalia darasani wakati wao wa hedhi. Wakizungumza hapa jijini Nairobi, washikadau wamesema idadi kubwa ya wasichana wadogo huasi shule ni kutokana na ukosefu wa sodo inayosababishwa na umaskini kwenye jamii. Walizungumza katika hafla ya kutunuku kampuni mbalimbali zilizofanya vyema kwa kutumikia jamii, huku kampuni ya Softcare ikitajwa kuwa bora zaidi katika kanda ya Afrika Mashariki. We are engaging in menstrual health education through also our social platforms, through in-person donations, and where we invite professionals to actually engage in these young girls, because most of them actually, in terms of affordability, Softcare, we have gone far and beyond to make sure that our products are affordable. Our products are quite versatile. We cater to everyone, including people with different sensitivities, children with different sensitivities. So we try to take care of everyone involved. We listen to our customer. We take consumer feedback very seriously. And we're great. So far we've come over 5 years manufacturing in Kenya. Ladies and gentlemen, let's Mtazamaji wangu, na mwisho kabisa kabla ya kuingia mashinani ya online na tukafunge, tushughulikie mashinani nyingine muhimu ya wale wanaoishi ama wanaozaliwa na ugonjwa wa autism. Leo ulimwengu unaadhimisha siku ya usonji au autism, na wito umetolewa kwa serikali ya kaunti ya Bungoma kujenga shule zitakazosaidia watoto walio na changamoto hiyo, huku tatizo la unyanyapaa likizidi kuwa changamoto katika jamii. Wazazi na walimu wamesema licha ya kuwepo kwa idadi kubwa ya shule hizo katika kaunti ya Bungoma, kuna umuhimu jamii kuhamasishwa jinsi ya kukumbatia watoto walio na changamoto ya usonji au tawahudi, wakisema jamii inawatenga watoto hao huku wazazi wengine wakiwaficha wana wao. Yes. Challenges that I encounter dealing with these children is that we don't have enough facilities like trampoline, as I've said. It's not found in these facilities, and it is really important for children with autism. Why should we sideline these kids with autism? I think we should emulate the normal kids to be able to incorporate these kids living with autism. Ndio itakuwa rahisi hata kwa community, kwa sababu unapata kwa community wazazi wengine wataki watoto wao wacheze na hawa watoto. Kama wangeweza kutusaidia na hizi shule zikuwe karibu kila mahali, ndo tusikuwe tunatoka mbali tunaleta watoto kutafuta shule. Watoto ni wengi sana, but sasa shida ni acceptance ya wazazi, and your acceptance inakuja na stigmatization that comes with it. Mtazamaji wangu, moja kwa moja kwa mashinani yetu ya online, Aisha Raymond anasema sasa network umepelekwa wapi wewe Aisha, ama uko Chebarus? Tuko hewani. David Midunga anasema watching live from Vihiga County. Hilary Emma anasema watching from Kitui, tuko ndani. K Busy anasema hawa reporters wa mashinani wanawakilisha vilivyo, wanakaa mashinani na sauti zao ni za mashinani. Wewe wanakaaje? Hilary Emma anasema watching from Kitui, asante. Mashariki naona mko wengi. Calvins Aching anasema niko tuned up nikiwa Pipeline Nairobi. Hilary Emma Kitui nimempata huyo. John Mureithi anasema from
Siekuru. Meja Wiper anasema yuatizama. Mandeva Rock Brian anasema watching live from Kericho. Bureti Mashinani yenyewe shukran. Paris Terry anasema watching live from Eldoret. Pole sana kwa vijana wa Chebarus wale hawana network mtazamaji wangu. Wa mwisho kabisa Agnes Tiga anasema niko ndani na furahia NTV Mashinani. Asante kwa wote ambao mnafika mitandaoni ili kufaulu na kufanikisha NTV Mashinani, alafu tumeni hizo story, nyinyi ndo wajumbe wangu. Sasa tujua kwamba kila binadamu ni muhimu sana kuwa na uhai, na ili hili kuwezekana inatubidi tuweze kupumua kwa ndani ama kwa nje. Lakini je, wajua wewe hupumua hewa gani, ndani ama nje? Ama wewe na hawa jamaa mko same WhatsApp group? Kwa heri, tupatane kesho kwa nguvu za Mungu. Tukafunge sasa. Naitwa Lois Wangoi. Una breathe in gas gani? Gas. Gas? Total. Una breathe out gas gani? Najua sijamuelewa. Nyinyi ngojeni. So, una breathe in gas inaitwa. Sikuelewi. Tuna breathe in. Ulikuwa na Kiswahili? Unapumua gas inaitwa aje? Unapumua gas gani? Hiyo mimi naweza jua kweli sasa. Hapana. Hiyo swali siwezi jibu juu. Kwani mimi nikipumua naweza kujua ile gas mimi napumua? Unafaa ujue. No. Hapo daktari aniambia na daktari hajaniambia. Okay.